Shalom, 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 shalom. Jambo ndugu na dada katika Kristo, mahali popote unaponifuata kwa muda kama na huu, inakaribisha tena siku mpya ambao tuende tubarikiwe pamoja kupitia neno la Mungu. Najua kuna kile kitu ambacho Bwana ameandaa kwa ajili yako siku ya leo ambao kitakubariki. Nataka utune in, sambazia jirani, sambazia rafiki. Chukua Biblia na kalamu yako karibu ili kwamba angalau upate kitu siku ya leo. Na sina mengi kabla niingie kwenye neno, achande nikaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwamba salama, Alfa na Omega, simba kabila ya Yuda, kimbilio la msaada kweli, na kuja mbele zako Bwana kulisifu, kuliasante na kuinua jina lako, jina lenye nguvu na uwezo, jina lenye mamlaka na ushindi. Baba, nakualika mahali hapa Bwana, acha uwezo wako Bwana unitawale. Naombea ndugu na dada popote anaponifuata Bwana, acha moyo wake mwamba salama uwe tayari kwa ajili ya kupokea neno hili, uwe msaada kwa maisha yake. Asante mfalme, asante simba kabila ya Yuda, ni katika jina la Yesu wale Bwana wetu na maana kuamini. Amen. Tunaenda kusoma neno letu siku ya leo, na tazungumza kichwa cha neno kinasema nguvu ya dhambi. Faransa wanasema le pouvoir du péché. Na dhambi, nadhani tunafahamu dhambi sote. Tunajua dhambi ni nini. Na wakati nilikuwa nimezungumza kuhusu udhaifu, kuhusu makosa na kuhusu dhambi, na nikasema madhaifu, kila mtu ana madhaifu, kila mwanadamu anakosea, lakini usipokesha sana inakufikisha mpaka kwenye dhambi. Na ndio maana tutazungumzia leo nguvu ya dhambi. Kwa hivyo jiandae, sambazia jirani, sambazia rafiki ili tubarikiwe pamoja. Tunaposema nguvu ya dhambi, tunasema dhambi ina nguvu, sio kwa sababu dhambi ina nguvu kukushinda wewe na mimi ambao tumeokoka, hapana. Lakini nataka nikwambie dhambi ina nguvu wakati imefanya mwanadamu kuwa mtumwa, kuwa esklave. Wakati umekuwa mtumwa wa dhambi, tayari pale dhambi inakutawala. Na inapokutawala inafanya hata usione utukufu wa Bwana, usione nguvu za Mungu katika maisha yako, kwa sababu mtu ambaye amelemewa na dhambi ni nguvu sana kuona Mungu anafanya, kuona utukufu wa Mungu kwenye maisha, kwa sababu amekuwa kwenye jela, amefungwa. Na dhambi ni uasi, tuseme ni desobedience kwa sheria ya Mungu, ni desobedience kwa amri ya Mungu. Kwa hivyo mtu anapokuwa ametenda dhambi ni ameasi, ni rebellion tuseme kwa lugha nyingine. Wakati unakuwa katika hii hali ya dhambi, ni pale kabisa unakuwa kabisa umekuwa mbali na Mungu. Dhambi aseme njoo inamtenga Mungu na mwanadamu, ni kitu moja, ni dhambi. Na kinapokuwa kinafika kulengwa kiwango cha kutenga na Mungu, maanake sasa kimekuwa kimetawala mtu, kimekuwa na nguvu juu ya maisha ya mwanadamu. Tunajua sote hadithi ya Lucifer. Alikuwa ni malaika mkubwa, na alipofika ambao ameasi Mungu, ni ile njoo ilifanya Mungu akamtupa mbali. Na dhambi ni kitu kikubwa sana, kitu kimoja katika maisha ambao kinaweza kufanya Mungu ana renonce, ama Mungu anajitenga na wewe, kwa sababu alikuwa amefanya agano na wewe. Mungu alikuwa amefanya agano na wewe, promese fulani katika maisha yako. Lakini dhambi ndio inaweza kuwa jambo moja kubwa inaweza kufanya Mungu, manaki anakana na renonce kwa ile ambao alikuwa ameagana na wewe, kwa sababu umetembea kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuna zingine agano za Mungu ambazo zinatembea na makubaliano, zinatembea na prinsipi. Kwa hivyo Mungu anaweza akavunja agano na wewe kwa sababu ya nini? Umekuwa muasi. Mungu alifanya alliance ama agano na Abrahamu. Na tukiangalia hadithi ya wazee wa Israeli, walikuwa wanatumikia miungu mingine, walifanya vitu, wakaasi sheria za Mungu. Na Biblia inasema walipoanza safari ya kutoka Misri kwenda Kanani, walikuwa ni wachache. Kwa hivyo wale wazee wote ambao walijua ile amri, walielewa ile amri, hawakufika. Ilipokuwa tu Joshua na Caleb ambao walikuwa waaminifu, walikuwa fideli kwa kile ambacho Mungu alikuwa amesema. Waliopofika Kanani, wale ambao walizaliwa katika jangwa, walipozaliwa katika ile mateso, ni watoto ambao walikuwa hana hatia, ni wa innocent, ndio wenyewe walifika Kanani, kwa sababu Mungu alikuwa amefanya ahadi na Abraham na ilibidi aitimize. Lakini kuna wale watu ambao hawangeweza kufikia utimiliko wa ahadi. Kwa sababu ya nini? Waliasi Mungu katika safari yao. Lakini uzuri ni wakati mwanadamu anareconnect, anajirudia, anajitambua ambao amekosa,
Mungu ako tayari tena kurudisha agano zako na yeye. Mungu anapoona kabisa mtu amevunjika moyo, mtu ametambua kama kweli nimeasi Mungu, nimemkosea Mungu, kuna nafasi kubwa katika maisha, ile alliance ambayo Mungu alifanya nawe anaweza kuirenuvele, sababu Mungu ni mwingi wa rehema sana. Mungu akusaidie sana. Otherwise utakuwa ni mateka wa ibilisi. Utakuwa kabisa kila kitu kyako unakuwa unafanya kabisa, unakutana shetani kabisa amekupeleka. Utakuwa unajipata umebebwa na kila upepo ambao unakuja unakupeleka. Kwa sababu ya nini? Umeasi Mungu. Tunajua sote hadithi ya Petro. Mtume Petro alikuwa ni mtu mwenye alikuwa kabisa mjeuri sana. Miongoni mwa wale wafuasi wa Yesu, wanafunzi wa Yesu, Petro alikuwa kabisa ni mjeuri, alikuwa ni shujaa, kama katika maisha ya dunia alikuwa kabisa tu naye kabisa moto sana. Na huyu Petro wakati Yesu anakufa, kabla Yesu akufe, Petro alikuwa amemkana Yesu. Na Yesu alikuwa ameshamwambia zamani, utanikana mara 3. Yesu alipokufa, Petro alikuwa amemkana. Lakini Yesu alipokuja, alimtafuta Petro ili kwamba amurestore. Alimtafuta Petro kwa pamoja na hali ambayo Petro angekuwa mjeuri, lakini kuna mtu mwingine unakutanaka ni mtu ambaye ni mjeuri ila si mbaya kabisa, si kabisa ni jambazi, sio mtu kabisa ambao ni mbaya ambaye amekuwa na fitina. Petro alienda, Yesu akamrekipere tena Petro na akamtengeneza, kumfanyia ukarabati ama entretien. Na Petro alikuwa mtu wa maana sana kwenye kanisa la Kristo. Ndani mwake Mungu kwa unafiki kama vile Yuda Iskariote. Tunajua kifo ya Yuda Iskariote vile alikufa. Petro Mungu akamrekipere na akamfanya kuwa kyombo kipya. Kwa hivyo inawezekana hata na wewe una madhaifu fulani, una jambo fulani ambalo halijakufikisha kutenda dhambi. Ni possible, inawezekana Mungu akurestore, Mungu akurejeshe, lakini tategemea na position ya moyo wako. Dhambi ni kitu ambacho kinapozaliwa kinaweza onekana ni kitu kidogo sana, lakini zaidi kinakomaa, zaidi kinatawala maisha ya mwanadamu ama moyo wa mwanadamu, kina transforme hata style ya mtu kuishi. Ndio dhambi ile. Na nguvu ya kujitenga na dhambi wakati imefika kiwango fulani sio rahisi, lakini kwa neema ya Mungu inawezekana. Hakuna kitu kisichowezekana mbele za Bwana. Hata kama dhambi imekuvamia kiwango namna gani, hata kama dhambi imekutawala, kuna nafasi nyingine ya pili. Mungu anapatiaka mtu nafasi. Umefika mahali kwenye unasema mimi ndio nilikuwa Mkristo, mimi ndio nilikuwa hivi na hivi, leo nimefika wapi? Kuna ile nafasi mtu akijutia mwenyewe maisha ambayo anayaishi. Ukiomba neema ya Mungu, c'est possible. Popote unaponisikiliza, mtu asikudanganye, shetani asikwambia aseme haiwezi wezekana usamehewe. Unaweza ukasamehewa kama ukijitambua makosa ambayo umeyafanya. Mungu anaweza kukurejesha leo. Nafika wakati imelemea mtu. Last time nilikuwa nimesema na mtu utapata hukula ametumia ni uongo. Kuna mtu kusomesha watoto ni bongo, kuvaa mavazi ametumia uongo, kupata hata kazi ni uongo, kufurahia maisha, kuenjoy maisha, yaani bongo ametumia silaha. Kuna mwingine saa zingine zile vitu zote anazipata kwa sababu amekuwa akiuza mwili wake. Mtu akikuwa katika ile lifestyle, ile maisha, inakuwa ngumu sana saa zingine kujichomoa. Sio rahisi kwa nguvu za binadamu nakwambia, lakini inawezekana pamoja na Mungu. Kama ukiona kabisa nimezama, nimelemewa na dhambi, Mungu anaweza akakurejesha. Ile nikwambie, Mungu ana uwezo wa kurejesha kutosha pale kwenye unaona hauwezi wezekana. Shetani amekuwa akikuhubiri kuliko urudie nyuma, tena unaendelea kuingia ndani pole pole. Sababu zaidi unazoongea ndani, zaidi inapata mizizi katika maisha yako. Ndio unakutana mtu iko tayari kusema apate chakula, kusema apate mavazi, kusema apate bunga ya kukulisha watoto wake. Anaweza kagonganisha watu wawili, wanagongana kabisa, wenyewe walikuwa marafiki, walikuwa very connected, anawagonganisha ili kwamba apate faida zake. Ukiona mtu kama ule mtu amelemewa tayari, ule mtu kabisa dhambi imemtawala. Nataka tusome kitabu cha Mwanzo 4:6. Genese chapitre 4 verset 6 na 7. Ninasoma Biblia ya Kiswahili, tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Mwanzo 4:6 inasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? 7 inasema, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe,
walakini yapasa uishinde. Huyu ni Mungu akamwambia Kaini. Kaini alikuwa ni uzao wa kwanza kabisa, maana grandson wa kwanza tuseme wa Mungu, tungeongea kwa lugha ya Kiswahili, alikuwa angeweza kuwa ni mjukuu wa kwanza wa dunia. Mungu akamkemea, kwa Kifaransa anasema l'Éternel dit à Caïn, pourquoi as-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Aseme kama ukitenda mazuri, je, hautaona mkono wa Mungu? Kama ukifanya sawa sana ndugu yako vile amefanya, je, hauwezi kuona na wewe mafanikio? Kwa nini? Mungu akamwambia, dhambi iko kwenye mlango wako, dhambi iko mlangoni. Akamwambia uitawale. Kwa hivyo inawezekana Kaini angeweza kutawala hiyo dhambi. Ilianza polepole. Mungu alikuwa anajua kwenye huyu jamaa anaelekea ni pabaya. Kwa hivyo Mungu akaanza kumwambia mapema. Akamwambia uitawale, detourne de ton chemin, rudia njia nzuri. Najua njia ambayo unaelekea ni mbaya. Usipo detourne, usipotawala ile dhambi itakumaliza. Mungu akaanza kumkemea ule Kaini. Kama unaweza kuwa na rafiki yako anakuambia mwende muibe ama twende tuzini, wakati uko kwenye ile safari, kwenye ile process, kuna wakati tu sauti ambayo inakuwa inaambia mtu, unajua Mungu anaweza kuzungumza na wewe leo, sio kama vile azungumza na Kaini, lakini Mungu anazungumza nao kupitia Roho Mtakatifu kama umeokoka. Mungu anazungumza hata na mpagani kupitia tu dhamiri ya mtu. Wakati unaenda kutenda mabaya, kuna wakati ile roho ambayo anakuambia mbona unaenda njia ya mabaya, mbona ile njia ya mabaya, lakini una uwezo wa kudomine kwa sababu una mamlaka. Roho ya kwenda kwenye mabaya na wakati inakusumbua ndani mwako, inakuwa inasumbua, inachochomea. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, una uwezo wa kusema no. Una uwezo wa kusema hapana, sitaenda kwa hii njia. Najua hii njia nikifika huko sitaponyoka, nikifika huko acha tu nikatie hapa. Mungu akamwambia Kaini, kwa sababu alikuwa anajua tayari moyo wake umejaa. Ndio maana Yesu alisema kwenye Luka 10:19, aliwaambia wale wanafunzi wake, akawaambia nimewapa nguvu ya kukanyaga kichwa cha nyoka na nge. Na kwenda akaendelea na kuambia na kukanyanga hata nguvu za adui, na hakuna kitu ambacho kitawazuru. Aseme je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Kwa sababu muna mamlaka, Mungu amekupatia mamlaka. Ndio maana anajua kama kila kitu kinakuja kwako una uwezo wa kukisirmonte, na kama uwezi kuweza ni pale kwenye namwambia Bwana nisaidie, nijalie neema, kwa sababu hiki naona kinanizidi, kimenilemea. Aseme inatamani. Kuna mali kwenye Mungu anamwambia Kaini, aseme dhambi, Kifaransa inatuambia hapa, aseme c'est désir se porte sur vous. Kwa hivyo tamaa ya dhambi inakuelekea wewe. Dhambi imekutamani. Jihadhari sana, kwa sababu dhambi iko mlangoni, imekutamani. Yaani kuna kitu ambacho tayari kilikuwa ndani ya Kaini ambacho kinavutia dhambi. Kuna kitu ambacho kilikuwa kimeingia ndani ya moyo wa Kaini ambao kinavutia, kimekuwa tayari amelemewa sana kiwango anataka kwenda kucomettre meurtre. Njoo meurtre ya kwanza ilifanyika katika hadithi ya mwanadamu. Lakini Mungu akamwambia, nimeona moyo wako, angalisho sana, dhambi imekutamani. Kama dhambi inatamani mtu, manake kuna kitu ambacho mtu amebeba ndani, ndio maana dhambi inakutafuta. Kuna kile kitu ambacho wewe umekipeleka ambacho kinafanana naye, ndio kinakutafuta. Sijui ni kitu gani ambacho kimekuwa kinakuletea dhambi kila wakati ndani mwako. Sijui ni tamaa, sijui ni wivu, sijui ni nini. Angalisho, shindana na kile kitu mapema, una uwezo wa kushinda. Akamwambia le péché se couche à la porte, yani dhambi iko kwenye mlango. Pale nataka mwambia, usipoishinda, usipokuiwahi mapema, itakumeza. Sababu Mungu alikuwa ameona ndani ya moyo wa huyu jamaa Kaini ilikuwa imeoza kwa sababu ya fitina, tamaa. Unajua tamaa inazaa fitina, na kama hautaiwahi mapema kuikomesha ile tamaa ndani mwako, siku moja itakuzalia mauti. Siku moja utageuka mlozi, siku moja utageuka mwizi, siku moja, kwa sababu kanaanza nika kidogo. Nimesema inaanzaka ni kitu kidogo sana, unaweza kukidharau. Polepole kinakuwa na kinapata nafasi katika maisha ya mwanadamu, kikikutawala kwisha.
Kwa Mungu akusaidie sana. Kile kitu ambacho kinaweza kufikisha kumwisho. Mwenyewe aliua kwanzaka na mawazo ya kuua mwanzo. Alianzaka na kitu kadogo pale kwenyewe unafikiria unapuuzia. Na ile dhambi itaanza kukumaliza kwanza wewe mwenyewe kabla imalize mwenyewe. Sababu wakati unafikia kiwango cha kukua konveki kumwanga damu ya mtu mwingine tayari unakuwa umekufa wewe tayari. Huyu Abel alikuwa ni ndugu yake wa damu. Balinyonya matiti moja ama maziba moja ya mama. Balizaliwa tumbu moja. Na njoo mwenyewe ilibidi amprotege, sababu ukiona maswali ya Mungu alikuwa anajua kama huyu ataprotege ndugu yake, lakini sasa akamgeukia na hali ya mubaya na hila, akamumwanga damu yake. Baraka za huyu Abeli zingekuwa ni baraka hata kama hazingekuwa benefike sana kwa huyu jamaa Kaini pale mwanzo, lakini hata kwenye kizazi kule mbele angekuwa msaada hata kwenye familia nzima. Lakini kwa sababu tu ya kunena mazuri juu yake, Mungu ana appreciate sadaka zake, dhambi kazaliwa ndani. Kwa hivyo kuliko aweke bidii, Mungu anamwambia kwa nini nao usifanye mazuri na wewe ukaone baraka zangu na mimi nikakunenea mazuri. Funire effort kuliko developer fitina. Fitina haitakuzalia kitu. Chuki haitakuzalia kitu. Ile chuki ambayo unaweka ndani kama vile mti anakoka analoje mchwa. Mchwa anaingia ndani ya mti polepole. Utakuja shangala mti kesho inaanguka tu. Hii mti ilianguka namna gani? Kumbe ni aliingiza mchwa, wakati mchwa anakudiriginya mule ndani ama anakuwa anakutingiza tingiza, unasikia unafurahi. Kumbe iko ndani kumaliza. Ndio vile dhambi ndaka inamaliza mwili wa mtu. Kwa hivyo angalisho sana. Kando na kuona ndani pale kuversia 6, Mungu alikuwa alishaona vile sura ya jamaa imegunjama sana, sura na shanje. Kwa sababu unajua kitu kingine kinapoanzia ndani, kikifika nje kimefika kwa niveau mwa yulu sana. Mungu akamwambia, mbona sura yako inakunjamana? Kwa nini? Kwani mbona haone jambo kubwa ambalo linaweza kufanya sura yako inagunjamana? Ndugu yako amefanikiwa, rafiki yako amefanikiwa, sijui ndugu mtu yeyote ambaye mtu ambaye mnafanya naye kazi pamoja amepata promotion. Kwa nini usifurahie na mwambie Mungu na mimi kesho nikumbuke? Ndio vile Mungu anataka akwambie leo. Anaangalia buso imegunjamana. Unajua sio rahisi kusoma sura ya mtu, lakini Mungu akurevele sana, sababu kuna wakati unasoma, nilikuwa nazungumza last time ya mnafiki. Mnafiki anaweza akacheka anaonesha meno yote. Mnafiki anaweza akamwanga machozi kabisa kuzidia wewe mwenyewe umeadhirika. Lakini kama Mungu hata kupatia revelation ya kile kinasema nyuma ya ile machozi ama nyuma ya ile cheko, unaweza ukaumia sana. Wakati nini nafika wakati mwa hawaamini wanadamu, sababu ulikuwa na mtu mwenye kabisa alikuwa anaonekana iko mkarimu mbele zako, lakini kiingia na kufanyia kitu kia unyama ni kibaya. Kwa hivyo Mungu alikuwa ameshasoma tayari ndani ya yule mjamaa, kaona kuna kibaya, akamwambia angalisho, ninakuarifu. Kwa Mungu akusaidie sana. Unajua mchawi sio tu mtu mwingine tunaona kaseme banarukaka usiku, hapana. Kuna mtu mwingine unakutanaka tu kila mafanikio mtu mwingine anasemaka tu mbaya. Kila wenyewe wanafanikiwa kama maisha anawasemaka tu vibaya. Kwa hivyo usingoe mchawa kuruka usiku na bado unapata mtu kabisa. Kila mtu kwenye maisha ya kiroho, huyu alifanikiwa, aliingia Freemason. Kwenye maisha ya kimwili amefanikiwa, ya kiuchumi, huyu kabisa aligusa dawa. Ukiona mtu mwenyewe maisha yake ni vile, kila mtu anamkritika, kila mwenyewe amesonga mbele na mkritike, kaa mbali na ule mtu, kwa sababu na wewe kesho anaweza akakupindua. Uone ule mtu tarujue kama ndani umeharibika, umkemee, mwambie na wewe usifanye bidii, ama kama ni kwenda. Mimi kuna mtu mwingine anambia kama wanaenda kuzimu na wewe uende. Ukiona mtu mwenyewe kabisa kila mwenye anatafuta progresser mu mazingira ya kimantourage ya kimubarafiki ya katika familia anamuongeaka vibaya, weka point kwa ule mtu, kuna kasoro. Waingereza wanasema no pain no gain. No sacrifice, no success. Hakuna kitu ambacho utapata kwenye hii dunia bila kuweka bidii. Hapana. Kwenye maisha ya mwili sio rahisi, hata kwenye maisha ya kiroho. Kusema kwa nguvu kiroho inabidi sacrifice. Kwa hivyo usiona mtu anafika wakati ambao anakuwekea sumu. Anafika wakati wanaweka sumu kwenye chakula chako. Alianzaka zamani. Ndio kinakuwa cause occasionnelle. Anatafuta tu nafasi fulani kwa sababu fulani juu afanye kitu. Alifanya jambo zamani, ile imefika sasa inavaa mwili, lakini kama angeweza kuishinda mapema haingemfikisha pale kumwanga damu. Anakuwa amemezwa. Nataka tusome mimi na wewe kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Tutasoma yote. Nataka tusome kwenye Samueli wa pili tu. Kuna hadithi pale ambapo nataka itusaidie mimi na wewe. Samueli wa pili, de Samuel. Tusome Samueli wa pili mstari wake
wa 11. 2 Samuel chapitre 11. Yeah. 2 Samuel chapitre 11, nitaanzia hapo mwanzo. Samueli wa pili 11. Biblia inasema, nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Aseme hata ikiwa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amoni, wakauhusuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. 2 nasema, ikawa wakati wa jioni Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya nyumba la mfalme, na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga, naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Naye Daudi akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, je, huyu asiye Bathsheba binti Eliamu mkewe Uria Mhiti? Basi Daudi akapeleka wajumbe, akamtwaa naye akaingia kwake, naye akalala naye, maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Basi akarudi nyumbani kwake. 5 nasema, yule mwanamke akachukua mimba, basi akapeleka na kumwambia Daudi, akasema, ni mjamzito. Ni hadithi ambayo tunaisoma mara mingi. Nataka tujifunze somo fulani kupitia hii shahiri. Ni hadithi ya Daudi na mtu anaitwa Uria. Uria alikuwa kabisa ni mmojawapo wa majemadari, ni mmojawapo wa wafanyakazi wa mfalme Daudi. Na wakati Daudi, Biblia inasema walipokuwa wanaenda kupigana vita na Waamoni wakashinda vita, Daudi alikuwa amebakia katika Yerusalemu, alikuwa amebaki katika mji mkuu. Na akasikia kule maaskari wake, jeshi lake wameshinda vita. Daudi akakaa. Biblia inasema alipopanda juu kwenye orofa ama kwenye nyumba, kwenye dari ni ile nyumba kabisa kama likarne juu, amepanda juu, akaangalia mwanamke ambaye alikuwa anaoga. Biblia inasema yule mwanamke anatamanika kwa macho, alikuwa ni mzuri kimwili. Daudi akamtamani. Daudi alipomtamani akatuma wajumbe, anasema, mwende mkaniletee yule mwanamke. Akamwambia, ule ni bibi wa Uria mtumishi wako, bibi wa Uria askari wako ambao ameenda kwenye vita. Daudi akaona, basi muniletee yule mwanamke. Wakaenda wakamleta, wakamfikisha kwenye nyumba ya Daudi. Daudi akajichafua, akazina ule mwanamke. Alipozina ule mwanamke, Biblia inasema ule mwanamke akapata ujauzito. Na wakati yule mwanamke alipopata ujauzito, akamletea Daudi habari, akamwambia, bwana, nimepata ujauzito. Aseme baada ya yule mwanamke kuzini na Daudi akajitakasa. Yaani alifikiria aenda kujitakasa ndio itazuia mimba isiingie. Alifikiria saa zingine kujitakasa ndio itazuia kabisa asipate mambo mengine. Lakini baada ya kujitakasa, Biblia inasema akamwambia Daudi, aseme, nimekuwa na ujauzito. Ikakuwa ni jambo ambalo ngumu kwa Daudi. Ukiangalia kuanzia verse ya 6 kushuka mpaka chini, Samueli wa pili 11, ukiangalia kuanzia 6 mpaka 10, utaangalia kabisa kama Daudi alitafuta njama zote za kuweza kuzimisha hii hadithi. Alitafuta mitego kumpiege huyu Uria. Sababu Uria aliporudia, Daudi akakuwa na njama, anajua itakuwa namna gani. Akatafuta vile anaweza kumvalisha hii zambi, akatafuta vile Uria aende akalale katika nyumba yake, kwa sababu amerudia kwenye vita, amechoka. Daudi anamshauri aende kwenye nyumba bibi yake alale kule. Naona vile zambi inakoka inafanya kuliko mtu ashinde zambi. Ni kama msichana amebeba mimba ujauzito katika njia za giza, tena anatafuta aende akaitoe ile mimba ili aongeze tena zambi kwingine. Daudi akatafuta njama vile, nitafanya nini? Huyu mtu nimezini na mke wake, na tena huyu ni mfanyakazi wangu. Daudi akaanza kukosa amani. Roho ya zambi inakuwa inahangaika sana. Mtu akishalemewa na zambi anakuwa anaanza kuhangaika.
Ukisoma kuanzia verse ya 11 mpaka chini kule 17, utaangalia vile Daudi alipima, alijaribu kila njia zote. Ona vile dhambi inafanyaka mtu anahangaika. Alitafuta njia zote ya kusema itakuwa namna gani. Sasa najiuliza, huyu ndugu Uria, sijui kama ni sixième sens ama roho wa Mungu alikuwa kabisa amemtawala ndani mwake, ili kwamba asiende lala katika nyumba yake. Mtu ametoka kwenye vita, ametoka kwenye mapambano, anarudia kuliko ende nyumbani apumzike, lakini hakuenda nyumbani kwake. Daudi naye anajiuliza, huyu mtu ni tatizo gani? Nini limempata? Akakuwa turumati, akachanganyikiwa. Kwa sababu Daudi alikuwa anataka aende akalale kule. Sababu anapolala kule, utajua ile ujauzito anampachika tu vile, hii mimba ni yako, akizala mtoto anajua ni mtoto wa Uria. Lakini Uria ile siku hakupata hata hamu ya kwenda kulala katika nyumba yake. Sijue na alikuwa hajaambiwa hata kama mwanamke ana ujauzito, lakini presence de spirit ndani mwake anamwambia asiingie katika nyumba. Biblia inasema anakuja kulala kwenye mlango ya Daudi, kwenye mlango wa kifalme pamoja na wengine maaskari. Na jambo la kushangaza, kisoma tu pale kuanzia 11 kushuka, Biblia inasema Daudi akamwalika Uria katika meza yake, repas speciale wachangie kabisa na Uria, miongoni mwa wajemadari wengine, miongoni mwa wakombata wapiganaji wengine. Akamwalika Uria katika nyumba yake wachangie pamoja, na walipofika mezani wanakula, Biblia inasema Daudi akampatia kileo ili kwamba alewe. Unaona nguvu ya dhambi. Daudi akampatia, wamekula pamoja, anajua niko nakula na mfalme. Mfalme akampakiza kabisa kileo ili kwamba Uria aweze akalewe. Anajua huenda saa zingine katika press ya pombe amelewa, ataenda alale kwake alemeo, na njoo nitambana ile mimba kabisa tutakuwa tumempachika nayo. Uria akalewa kabisa na akapoteza control, mwelekeo hana. Lakini pamoja na ile bunamkuchia tena pale mbele ya mfalme, nyumba ya mfalme pamoja na wengine. Mfalme anashtuka, anajuza finalmente ni nini. Wanamwambia bwana, Uria alilewa sana, ulikuwa unaambia aende kwake kwa saa, alilala tena hapa, nini mbaya? Dhambi na nguvu, wakati mwingine ukipatia nafasi katika maisha yako itakutawala. Sasa ile movement yote, unajua dhambi inakuwa inaua hata dhamiri ya mtu. Kwa hivyo Daudi hangeweza kufikiria, huyu mtu mbona nilijaribu, nimemwambia aende, ameshindikana. Na wakati alipomwambia aende kwake, alikuwa amempatia hata zawadi na kila kitu, anambia kabisa mmepigana, nimesikia kabisa vita mmeshindana, zawadi ndio ile. Lakini pamoja na vyote angeweza kujiuliza, huyu mtu kwa nini namzuia? Nini namfanya asione? Unajua kuna vitu vingine ambavyo tunakuwa tunakangana nazo, lakini mazingira tayari imeshakatana, nasema hiki kitu ni kibaya. Kuna wakati punda Balamu alienda katika njia ambayo Mungu hakutaka, na Mungu alizuiza punda, ilianza kumwambia mpaka akaanza kuzungumza na punda. Daudi anajaribu kila kitu chote, Uria anakata, anamulewesha, Uria analewa. Lakini pamoja na kulea, Uria hakuingia katika nyumba yake. Dhambi inaua, na inaweza anza kuua mwili, kuua kwanza nafsi ya mtu, roho ya mtu, kabla ifike kuua mwili wa mtu. Alikuwa ameshafungwa, alikuwa ameshalemewa, amezama katika ile dhambi. Hapo jamaa akachanganikiwa, na pale mawazo ya kumuua Uria ikatokea ndani mwake. Biblia inatuambia huyu mwanamke baada ya kuzini, baada ya kujichafua, alijipata ni mchafu, akajitakasa. Ilikuwa ni asili uende ujitakasa. Alipojitakasa akaenda, na pamoja na ile Mungu akasema tu utalipa, ni lazima utalipa. Umesaliti mume wako, utalipa. Hii dhambi moja ni lazima itatoka. Sema chungu ya shetani kwake na mfiniko. Mfalme pande wake kulikuwa kutani na Uria, mwambie Uria, nililemewa na dhambi, ilikuwa hivi kaenda hivi, ama mwambie Mungu nimekosea, unisamee. Anaona kabisa ingekuwa ni mazarao, mfalme na zamu, mfalme na sodani kama generale na kaporale wake mwenye enda kuvita. Anaona nikaanza ambia ukaporale anisamee juu nilala na mke wake, itakuwa ni mazarao. Ni kama vile unaweza kuwa uko mtumishi wa Bwana kanisani, umebebesha ujauzito msichana kanisani, mwimbaji ama mke sijui wa mzee wa kanisa. Unaanza kuna dhambi zingine zenye kuzitengeneza sio rahisi, ndugu yangu nikwambie. Kuna vitu zingine inakuwa ngumu sana, ndio maana Mungu atusaidie sana, tujalie neema. Kuna vitu zingine ambazo zikifika kwenye maisha sio rahisi mtu aitengeneze, na kuwa ni ngumu kwa sababu imelemea mtu, imemtawala.
Ndio maana ukiona mtu anakonfesia na tubu mbele ya watu, aujue kama yule mtu ana neema. Kama ni mtumishi anaweza ambia tatosha, kwa sababu anajua hii moyo inaenda inaribishia jina. Kama ni rais atakwambia tosha, kwa sababu ama kama sijui ni mtu kabisa mwenye anaheshimika mkominote, ulisikia no alibebesha mtoto mdogo mimba, anasikia kazi ile mimba itoke. Hata kama ni mjakazi wa Bwana alichukua mimba, ile mimba ni lazima kuponyoka. Ni Mungu tu alitafuta amfikishe mwisho ya kila kitu. Verse 26 inasema, huyu mwanamke aliposikia habari ya Uria mume wake kufa, akakuja pale kwa mfalme, akaanza kulia, unajua, unaona roho ya uchimbi vile na kuwaka, roho ya unafiki vile na kuwaka. Anafika pale anaanza kujilamante na moyo ambao imevunjika, kumbe ndani ni msaliti. Traizo. Imaginez-vous, mume wako ameenda kutafuta maisha, anaenda kupigana, anaenda kustruggle, aone kama mtakula, aone kama mtalipa nyumba, aone kama sijui maisha yatakuwa namna gani, aone kabisa, kwa sababu kwenda kuvita inaweza kuwa ni vita. Saa zingine Uria alienda kupigana vita na maadui, lakini uenda katika maisha tunaishi, mume wako amekuwa kabisa halalake mnyumba kila siku kwenda kutafuta maisha huku na huku, lakini anapoenda kule kwenye iko, wewe unabakia huku unaenjoy, unajivinjari na wanaume wengine. Iko ina happen. Nataka nikuarifu siku ya leo, tunazungumzia Uria, lakini sio Uria, ni mwingine. Ni wewe ambao unaweza kumafananishwa na yule mwanamke. Ni wewe ambao unaweza kufananishwa na mfalme Daudi, ambaye baada ya wanaume wengine kwenda kutafuta maisha, wewe unakuwa ukizunguka katika nyumba za wanaume wa bibi wa wenzako kwenda kuharibia maisha. Angalisho, nataka nikwambie ujumbe wenu kwa ajili yako. Dhambi iko mlangoni mwako, kimbia sana, shinda ile dhambi. Tatengenezea ile dhambi wapi? Utakuwa unajipata una watoto 5 na mmoja watoto 5 sijui watatu ama wa pili ama wa mwisho haiko mtoto wa mume wako, unakaa unajuza Mungu, na mimi nimeokoka, niko Mkristo. Kuna vitu zingine kuzitubu haiko rahisi. Uko una nikitubu hii dhambi kabisa, hii nyumba inaisha, nikitubu hii dhambi kazi inaisha, nikitubu. Kwa hivyo kama unajua vitu zingine hutaweza kuzimanage, kaa mbali nazo. Kimbia. Kuna mimba zingine zinakuja saa mwiba. Ni mimba ambao ulishazoea kutosha mimba. Hii moyo anakuambia utanizala. Ulishaka avorte kabisa, kartie mzima anakujua. Kuna mimba anakuja kabisa na nguvu za kipekee. Mungu anaona huyu mtu nimejaribu kumtumia wajumbe, nimemwambia vina ameshindikana. Kwa hivyo leo nataka nimkomeshe hii moja, kama atangangana nayo itapeleka maisha yake. Mimba anakuambia mimi utanizala. Wale wengine ulitoshaka mimi utanizala. Ile dhambi zingine umezifanya, umezoea, lakini mimi itakuwa ni mwisho. Nataka nikuarifu ambao umekuwa na hii biashara ya tabia. Kuko mimba ambao utaipeleka unatafuta uitoe. Ile mimba inakupeleka kwa sababu ya nini? Umezoea. Na inaweza kuwa si ni mimba tu, inaweza kuwa ni tabia fulani ambao umekuwa unaifanya chini kwa chini, chini ya meza, watu wajue wake. Huko mnafiki unatembea na ile dhambi umejivunia nayo sana, umeivaa kama vile koti. Angalisho, siku Mungu atakuexpose. Ndio maana nakwambia leo, na hisi ni kuarifu leo, angalisho, dhambi imekutawala. Tawala ile dhambi. Mungu akamwambia Kaini, domine sur lui, kwa sababu una uwezo wa kudomine ile dhambi. Na kama imeshindikana, neema ya Mungu iko pale kwa ajili ya kutoka. Najua kitu kingine kuhusu dhambi ya uzinifu. Ni dhambi katika Biblia ambao Mungu aliinsiste sana. Anasema tukimbie dhambi ya uzinifu. Kwa nini? Iko na maefe negative za mingi, iko na maprobleme zenye ziko irreparable, vitu zenye hawezi kufix. Dhambi ya uzinzi inaleta magonjwa, inaleta vitu mingi sana, inaleta ugomvi hata miongoni mwa watu. Dhambi ya uzinifu. Nisema last time mtu anaanza kutoka Marekani, anaenda mpaka Afrika. Sio kwa sababu anaenda kununua kuduka, anaenda kubiashara, lakini na tu kuzini. Uzinifu inampeleka kule. Kwa sababu ule mtu tayari amelemewa, ule mtu amevamiwa. Uzinzi kabisa imekuwa ni sehemu ya maisha yake. Amefanya alliance na uzinifu. Dhambi ya uzinifu ndio iliprovoke Sodoma na Gomora, Mungu kuichoma, kuiangamiza. Tukiangalia dunia ambayo tunaishi ndani leo, uzinifu imefika kiwango kikubwa sana. Na usifikirie ambao ni dunia iko naenda kuna mambo itabadilika tena, hakuna. Uzinzi imefika kiwango ambacho kabisa mpaka imeenda zaidi ya, ukisoma kitabu kia Walawi 18 ama Levitiko, utangalia kama uzinzi ambao tumefika ndani mu dunia leo imeenda zaidi ya wakati wa Sodoma na Gomora. Ukisoma hadithi ya Sodoma na Gomora, kulikuwa ile homosexuality, ilikuwa na mwanamke na mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke habikukua. Lakini sasa leo tumefika kwenye uzinzi
Ndio maana Biblia inasema kimbie dhambi ya uzinifu, kwa sababu ni mbaya, iko na madhara mengi sana. Leo unaanza watu wanafundisha mnyama kufanya uzinifu. Mnyama anaambia unaweza kuzini hivi, wana train. Kuna watu wenyewe wamesomea zile vitu kwa kufanya uharibifu. Leo mtu anaanza kusema mwanamke anabadilisha sex, mwanaume anabadilisha. Kwa hivyo unakutana kabisa tumeenda zaidi ya Sodoma na Gomora. Angalisho ambao umeokoka, jihadhari sana. Hata uko kwenye ndoa kuna wengine ambao wanafanya vitu ambazo zenyewe za unyama. Soma Warumi 1:26, 27, uangalie vitu ambavyo hata huko kwenye ndoa kuna vitu zingine ambazo watu wamekopi. Hata kwenye movie, kwenye pornography wanakopi vitu ambazo ni za unyama, ni ibada unafanyia ibilisi. Dhambi ya uzinifu imefanya mambo mengi sana. Ni dhambi moja ambayo ilituma Mungu akasema hii dhambi inaweza kusababisha mke na mume watengane kwa sababu ya dhambi ya nini? Ya uzinifu. Dhambi ya uzini inaweza kuleta mauti. Dhambi ya uzinifu inaleta umaskini hata kwenye ndoa. Dhambi ya uzinifu inaleta laana. Dhambi ya uzinzi inaleta kabisa umaskini kabisa. Mtu anakuwa maskini. Kwa nimezungumzia ile wiki iliyopita kwa somo nilikuwa nimehubiri. Na sitakwambia sema juu ni mwanamke tu ndio mwenye dhambi ya mwanamke ya uzini ndio inapigwa, hapana. Mara nyingi tumejua kama dhambi ya mwanamke ya uzinifu ndio inaonekana kabisa mbaya, lakini kwa mwanaume nayo ni mbaya tena. Kwa sababu kwa mwanaume inakuwa ina affect DNA ama ADN yako wewe mwanaume. Unaona hiyo esprit ya polygamy inakuwa iko ADN ya mtu imeingia ndani. Tunajua sote Adam nani watoto wa nani wa Daudi. Uliona vile Amnon na Tamari, vile vitu zilikuwa zinatokea, ilikuwa ni mavitu ambazo zilikuwa zimetokea kwa sababu zilikuwa zimeingia kabisa DNA, zimeingia kwa bloodline. Wakati Eva anaasi Mungu kulikuwa kimya, lakini wakati Adamu anakula tunda, ni pale kwenye Mungu alianza kutamka maneno sasa ya kumkemea, kuanza kutosha maneno ya laana. Kwa sababu ya nini? Mwanaume tayari kabisa alikuwa ameingiza kitu kibaya. Ndio maana mwanaume, you have to be very watchful kwenye maisha ya nyumba yako. Vitu vibaya usikuwa unakubaliana kila kitu, kwa sababu zinaweza zikaleta laana kupitia wewe. Kuna vitu ambazo shetani anatafuta uziapprove ili kwamba zipate nafasi katika nyumba yako. Don't listen to him. Kwa hivyo hii yote ilikuwa inafanyika wakati mwanamke kwa mjamzito. Daudi anakosa usingizi, Daudi halale, Daudi anajaribu mbinu kuliko atafute nafasi ya kutengeneza, kuliko atafute nafasi ya kuomba msamaha. Unakutana mtu, nende kwa wafumu, nende kwa nini? Tubu ndugu yangu, ile safari ambayo unakimbia na nitakuangamiza, utaangamia. Yaani hapa Daudi ilibidi Uria atoke ili kwamba Daudi ajisikie kwa leza ametulia. Ndio Daudi angeweza kutulia na kupumzika. Lakini kwa kuwa Mungu iko omnipresent, Mungu yuko kila mahali, macho ya Mungu inaangalia kila mahali. Nataka nikwambie ambao uko kwenye dhambi, umejivunia dhambi, umevaa dhambi, jicho la Bwana linakuangalia. Hata kama watu wakuone kanisani, watu mkartia wakuangalia, lakini jicho la Mungu linakutazama kwenye huko. David alijua kama kile kile anakifanya katika siri. Lakini ukisoma kwenye Samueli wa pili, kisoma Samueli wa pili 12, chapitre 12, kuanzia pale mwanzo, utaangalia ile hadithi vile ilikuwa. Utaangalia kabisa vile ilikuwa ni mbaya sana, kwa sababu ya Daudi alikuwa ni mfalme, ni kama vile mchungaji, ni kama vile mchungaji wa kondoo. Ilikuwa vibaya sana kwa Daudi. Mungu akatuma profeti Nathan, alikuwa ni nabii wake. Ni kwa sababu ya nini? Upendo ambao Mungu alikuwa nao juu ya Daudi. Mungu yuko nyuma ya neno lake kwa ajili ya kulitimiza. Mungu anakemea ule mtu ambaye anampenda. Kama neno la Mungu linakugusa, yani Mungu anakupenda, Mungu anataka ubadilike, siku moja utasemaka ndio. Kuna mtumishi fulani alikuwa anaongea ovyo ovyo kwenye mtandao, ile neno litakukumbushaka siku moja, lakini siko hapa ili kwamba ni kulaumu, ila lengo langu ili kwamba ubadilike, umrudilie Mungu. Haijalishi kwenye umefika, Mungu anaweza kukurudisha. Kama uko tayari saa hizi, unaweza ukarudia na Mungu anakurudisha. Kama uko tayari saa hizi na umefika mbali, mwambie Mungu, mimi nilikuwa kabisa ni chombo cha kushangaza watu, ijapokuwa ulikuwa wangu katika maisha yangu. Leo Mungu anaweza kukurejesha. Mungu akatuma Nathani. Kumbe Mungu aliangalia vyote ambazo Daudi alikuwa anafanya. Mungu anasikia, na wakati mwingine Mungu anakuwa na gairi. Anasikia kabisa inamsumbua. Kwa sababu ya upendo ambao alikuwa nao Daudi.
Ndio maana useme sasa Mungu uko nyuma neno lako kulitimiza. Haiko tu mpositive hata mumabaya. Kama neno la Mungu linasema hivi na unafanya kontere, Mungu anaanza kulitimiza munegatife kwako. Mungu anakemea mwenye anampenda. Kama Mungu akukemea tena kwenye maisha, angalisho. Ukiona kabisa maisha yako ushakuwa tu Mkristo mwenye zambi kabisa kwake, unasikia hata kitu dhamiri ishaka kufa, ujue kama kuna magonjwa, tafuta deliverance. Mungu anaweza kutumia njia zote kwa kuzungumzia wewe. Anaweza kunitumia nikuzungumzie, anaweza kutumia hata umelala na kusemesha, anaweza kutumia hata mazingira. Kuna kitu fulani wanyama wanafanya geste fulani na unasikia kabisa inakufundisha, unasikia ndani, mbona hii kitu kinanisumbua sana? Kumbe Mungu anakutafuta wewe. Ni wewe mwenyewe unajua Mungu anazungumzaka nawe kwa njia gani. Kwa sababu Mungu ana upendo. Mungu anatupenda sana. Ushakaona attitude ya mzazi mwenye kabisa responsable, mzazi mwenye kabisa ana ile uzazi ndani mwake, iko na uchungu ya mtoto wake. Vile anakuwa anasimama fasi ya mtoto mwenyewe, akiona mtoto anataka shindikana, mzazi anakuwa mkali sana. Especially wamama njoo mara mingi unakutana kwa mkali sana. Ukikuwa baba unaanza kudekesha watoto, akinyamba msani unamdekesha, akifanya machafuko unamdekesha. Mama kabisa anakuwa mkali sana kwa sababu uchungu ya mtoto, unajua ni mama akikosa uchungu kwa ajili ya education ya mtoto ni uharibifu. Kwa mama anaweza kukemea baba, unataka kumkeresha mtoto, uanze kumzoeza pesa, anakuambia mtoto wangu usimzoeze pesa. Especially wa mama ambao alizaliwa wenda saa zingine hakuwa na chance ya kulelewa na wazazi wawili, ama saa zingine hakuwa hata na mzazi, lakini alikuwa conscient na maisha ambayo aliishi. Anasema na mimi ningepata hata mtu wa kunilea hivi, wenda ningekuwa mtu ule. Akikuwa mama kesho, usishangae ni mke wako mnaanza kuzozana kwa sababu unatafuta kuharibisha mtoto. Atakukemea kwa sababu anajua kabisa huyu mtoto akiharibika, anaanza kuangalia maisha ambayo nilikuwa naishi. Huyu mtoto akiishi na mimi saa vile niliishi, mbona itakuwa ni uharibifu? Nilikuwa na tati yangu alikuwa asema ukioa mbaya utazala mbaya. Sasa kama ni uchungu ya mama mzazi ambao anasikia uchungu kuona usiharibike, avenir kwa kiharibika, hata watoto wenyewe utazala ni uharibifu. Sasa kama mwanadamu anakuwa na uchungu ya hivi juu ya mtoto mwenyewe alizala, itakuwaje Mungu? Mungu ana uchungu sana. Mungu ana uchungu sana, especially Mungu akikupenda. Ndugu yangu, dada yangu, unaweza kujivunia Mungu anakupenda, lakini upendo wa Mungu haitaki udumu katika dhambi. Upendo wa Mungu ni kusema uende ukashinde dhambi, kwa sababu kuna neema ya Mungu kushinda ile ya dhambi. Kwa Mungu akusaidie sana, akujalie neema. Neema yake unahitajika. Najua umezama, umefika kiwango ambao saa zingine unaweza hawezi tena kusamehewa. Unaweza ukasamehewa kitubu, ukirudilia Mungu leo unaweza ukasamehewa. Mungu akipenda hatolere machafuko, hapana, jamais. Na sasa sisi ambao tumeamini Kristo ndio tunaadhibiwa tena zaidi vibaya kusindia wale wengine ambao wenyewe wako mugiza. Wewe ambao ulisikia neno la Mungu, njoo unakuwa tena na ghadhabu ya mubaya sana ya Mungu kwako. Aseme Daudi un homme selon le cœur de Dieu. Daudi alikuwa mtu mwenye kuna moyo wa Mungu. Anafanya vituko. Kwa Mungu anasema mwenye kuna moyo kama mimi inabidi ni mupanish. Tusoma Matendo ya Mitume 13:22. Ndio nasema Daudi alikuwa na moyo kama wa Mungu. L'homme selon le cœur de Dieu. Lakini Mungu anaona ambo nimempenda Daudi mpaka kiwango anasahau kama mimi sababu ya upendo anatafuta kutake advantage na upendo. Mungu akamwadhibu Daudi. Sababu Biblia inasema Korinto wa kwanza 13 unasema, sio mstari wa ngapi pale chini ukishuka, inasema upendo ufurahia katika kweli. Mtu akakupenda na kutakia njia ya kweli, utembee katika njia yako. Njoo mwenye anakupenda, mtu mwenye anakuongoza katika njia za mbaya. Ule mtu hakupendi, wenda saa zingine anakutamani juu akuangamize. Na usijivunie karama. Mungu anaanza kuacha hata karama. Kama Mungu akitoka muenda ni mwako, anaweza kuacha hata karama kinabakia. Ulikuwa na kipawa, ulikuwa na karama fulani, kwa sababu ya kuasi Mungu, kwa sababu ya kutokutembea njia za Mungu, unaanza njia zako za machafuko. Mungu anaweza katoka tu kinabakia pale. Ilikuwa ni karama ya kujenga na bakia karama ya kubomola. Kwa hivyo jihadhari sana. Usiseme sasa mimi nimependwa na Mungu, tumependwa na Mungu. Mungu hatupendi kwa sababu tudumu katika dhambi, hapana. Mungu anatupenda ili kwamba tunapomkaribia karibu tunashinda dhambi. Tunapangwa kwenye mitego, tunamulilia Mungu anatusaidia. Mungu akusaidie sana. Nathan, Prophet Nathan leo
Ni sawa sana ile ujumbe ambao unasikiliza umehubiriwa kanisani. Njoo Nathani ule Mungu anatumia. Ule mtumishi wa Bwana alikuhubiria. Ule ni kama Nathani mwenye Mungu anatumia leo kwa kukufikia wewe. Wenda saa zingine uko mbali, kuna mtu alikutumia hata message, hata audio ya WhatsApp anaikutumia unaisikiliza. Ule anaweza kuwa ni Nathani mwenye anakuja, sababu deke message inaingia unasikia tu kinagonga katika roho yako, unasema Mungu ananizungumzia kwa hii. Ule njoo Nathani mwenye Mungu anatumikisha leo. Nathani ni ule Roho Mtakatifu. Nathani ni malaika. Nathani ule nabii ambao alikuja kwako. Ulikuwa katika njia zako za giza, nabii anakuambia mama, dada, kaka, ile njia ambayo unapitia ni mbaya. Ule ni Nathani mwenye Mungu ametuma kwako. Ukizarau ile sauti ile, siku moja utakumbuka, unasema ningejua. Ule njoo Nathani ambao leo tunamzungumzia. Hatuzungumzie Nathani wa Agano la Kale, lakini katika hii kizazi kuna ule Nathani ambao Mungu anazungumzia. Wenda Mungu anapitia ndoto kukuzungumzia, lakini unapuuzia. Ule ni Nathani anatumia. Wengine umefunga hata watumishi wa Bwana, ukisikia anaingia kwenye mtandao unasema ule benye anasemaka asivitakaki, unamubloke. Haumubloke, umpunguzie kitu kwa sababu hautambadilisha. Lakini kama Mungu amemfanya chombo cha kuzungumzia, au contraire umuombe Mungu amsaidie ili kwamba aendelee tena kusaidia wengine. Lakini ukimblokea umsaidie na kitu, alikutumia message, dada, niko na ujumbe wako, dhambi ambao unaishi, tubu, acha njia, unamubloke. Unavuta namba yake. Mungu akusaidie sana, ungejua kile ambacho unakifanya hauwezi ukifanya. Kumbe Mungu akusaidie sana uweze kujua kama dhambi inafanya mtu anakuwa mtumwa. Mungu yuko nyuma neno lake. Ndio, ni rahisi kusema Mungu yuko nyuma neno lake kulitimiza. Ni rahisi kusema Mungu anakemea wale ambao anawapenda, lakini nataka nikwambie, Mungu amekukemea mara ngapi? Mungu amekuadhibu mara ngapi? Mungu amekupanish mara ngapi, lakini bado unaendelea kwa kabisa muhali kabisa ya kiburi. Ase Mungu hatakaa kimya kwa sababu ya Israeli. Mungu hatakaa kimya, ndio, na ndio maana anakukemea kila siku. Ase kwa sababu ya Israeli baba, ulisema hautakaa kimya, ndio, hata unapoingia kwenye dhambi Mungu hatakaa kimya kwa sababu wewe ni Israeli wa Mungu. Ndio maana na permit watumishi wake wakukemee. Ndio maana nakutumia manabii. Ndio maana amekuzungumzia kwa sababu haizi kaa kimya kwa sababu ya Israeli. Hapana, Israeli iangamia, anafurahi. Mungu afurahi Israeli kuangamia. Israeli wewe na mimi. Kwa hivyo unaposomea mashairi za Biblia inabidi ujue zina apply ngambo zote, positive na negative. Mungu akusaidie sana. Ujumbe ambao Mungu alimtuma Nathani kwenda kwa Daudi, sababu iko conforme na neno la Mungu. Ukiangalia amri 10 za Mungu, Daudi alikuwa amekanyanga amri 3 za Mungu. Daudi alitamani, na kuliko aishie kwa tamaa atubu, akazini, na baada ya kuzini akaua. Aseme usitamani mke wa jirani yako, ama mjakazi wake, ama sijue kila kitu cha jirani. Tayari Daudi alikuwa ameingia kwenye dhambi ya kutamani, alikuwa amevunja amri. Jambo la pili, kuliko aishie pale, aseme basi niko na mke wangu, niko na vijakazi, sijue kama ni vijakazi, nirizike tu hapa kwenye niko. Akaruka mpaka, akaenda mpaka na kutenda kuzini. Usizini ni amri ya Mungu ambayo Daudi alikuwa amekanyangia. Na kumwisho baada ya kuzini aseme mshahara wa dhambi ni mauti. Kuliko aseme tena nimezini, basi Mungu unisamee kwa sababu nimezini. Tena nafikiria saa mwange damu ya mtu. Unaona kwenye dhambi inakuwa kisha tawala mtu, inakuwa ina kontrole maisha yako, huwezi tena kujikontrole. Na ndio maana kama umefikia katika hiki kiwango, enda kanisani, utafute mtumishi wa Bwana, utubu, akongoze katika sala ya tubu, kwa sababu ni kuangamiza ndio utaangamia. Nathani anaenda kwa Daudi. Kusa alikuwa na boga ndani mwake kwa sababu mfalme aliua huyu soda. Anaua ukombata wake. Sasa mimi ndakia namna gani? Nathani akakuja na mbinu na siasa. Ukisoma de Samuel chapitre 12, utaangalia pale Nathani alikuja na conversation, maongezi ambayo alikuwa anazungumza na Daudi. Anaambia kuna mtu fulani alikuwa na manyama mingi, huyu alikuwa na mwingine moja maskini. Ni historia ambayo ukisoma pale de Samuel wa pili 12 kuanzia 1, utaangalia vile Nathani alikuja kabisa na siasa kwa Daudi. Aseme ule mtu anaweza akafanywa nini? Kabla amaliza Daudi aseme hapana, ule mtu inabidi akufe, auawe. Ule mtu inabidi kabisa atalipa amande. Kisha Nathani anambia Daudi, mbona ni wewe? Daudi akashtuka. Akawa kama anatoka mbusingizi. Anambia Daudi, mfalme, ni wewe. Ule mtu ambaye anazungumzia ni wewe. Daudi akatepeta, Daudi akaloana. Par la suite Daudi akatetemeka na akaanza kuomba msamaha. Wakati alijua kama ni yeye, Daudi akaomba msamaha. Ndugu yangu, hakuna haja kungangana na Mungu, hapana. Usishinde mabaya kwa mabaya. Bana kwambia hii ni dhambi.
Ambia Mungu nisaidie. Hakuna kitu ambao unaweza kutosha wewe mwenyewe. Unajua hii ni mabaya, wanakukemea kwa mabaya fulani. Mwambie tu Mungu, hii moja nimekemewa sana, watumishi wa Mungu wamenikemea. Nisaidie nitoke katika hili jambo. Kama umeshindwa kutoka kile kenye unashindwa, njoo Mungu anawezaka. Kuliko kufikisha babaya mpaka kilete tatizo kwenye familia yako, watoto wako. Anza kukitubu mapema ili kwamba kisikuletee madhara. Mungu atusaidie sana. Kuna kitu ambacho Daudi alifanya. Daudi alikuwa na moyo esprit ya reconnaissance, hakuwa manifeste moyo wa shukrani. Daudi alikuwa na ile hali ya selfishness, ni mtu mwenyewe kabisa, sijue kutokurizika, moyo wa kutokurizika. Alikuwa na mke wake, alikuwa na wake zake, lakini akatamani tu mke wa Uria ili kwamba aende akazina na ikaenda kuzaa mauti. Toki hakuwa na ile kurizika. Daudi hakuwa na ile roho ya shukrani, reconnaissance, kuangalia vita ambazo alipitia. Ukisoma Samueli wa pili 12, ukisoma mstari wa 9, alianza kumuelezea nani Daudi kabisa. Kumbuka vile umetembea chini ya Sauli, alikuwa mjeuri sana. Sauli amekutega mitego za namna gani, lakini mimi Mungu nimekupigania. Ila wewe unamtega Uria, umemtega mara ngapi ili kwamba uangamize maisha yake. Mungu akaanza kumzungumzia maneno mpaka Daudi akasikia kabisa analoana. Daudi akasikia kabisa vibaya. Daudi akasikia kabisa anapondekana. Sijui wakati ujumbe unakufikia unasikia namna gani. Samuel chapitre 12 kuanzia 10 na 12. Mungu akamwambia Daudi, kile ambacho unakifanya, umeomba msamaha ndio, lakini kenye kitafanyika katika uzao wako utajua. Kile kenye ulikifanya katika siri, watakuwa wake zako watakuwa wanafanywa unyama kabisa hadharani. Mungu akatamka maneno kwa sababu ya hasira. Mungu anatuadhibu kwa sababu anatupenda, na ndio maana ukutana Mungu akikupanish Mungu akikufunga hakuna manza kufungula. Jamais. Hakuna shortcut. Unaweza kwa watumishi wa Bwana mniombe, lakini kama Mungu ndio mwenyewe alikulock, hakuna manza kukuunlock mpaka utubu, ndio Mungu atakufungula. Unaweza toa sadaka. Kuna vitu vingine sadaka haitajike ndugu yangu. Basi kudanganya sema sadaka inaweza kufungua kila milango zote, hapana. Mpaka sadaka wakati nyingine tena mpaka Mungu aamurishe. Kuna sadaka zingine kama sio Mungu aliamrisha, Mungu anataka utubu tu. Njia ni kutubu. Ukitaka tumia sadaka utakuwa maskini na utaanza ita watumishi wa Bwana ni wakora. Lakini kama Mungu anataka utubu, tubu tu, mwambie Mungu nisamee. Hii kitu nilikifanya, mimi mwenyewe nakijua, mimi na shetani ndio najua, na wewe ambao unaonoka kila nafasi ni wewe unajua. Kwa hivyo Mungu nisamee, nipatie, nijalie neema ya kutubu hii dhambi, kwa sababu nikikufa leo utaenda wapi dadangu na ile dhambi, ile mimba ambayo umebeba? Utaenda wapi? Mwisho utazaliwa tu. Mungu akamwambia Daudi, kile unafanya unyama kitakudia katika kizazi chako, wake zako hadharani. Unajua hadithi ya Amnon na Tamari, walikuwa ni ndugu, kaka na dada, wakazini pamoja na ilizaa mauti. Kwa hivyo ile roho ya mauti, ile roho ya kisasi ya mauti, ndio maana kuna watu wengine wanafanya vitu leo, kumbe ni roho za kisasi zinafanyika kwa sababu walilemewa na dhambi mpaka ile dhambi kazala matunda. Kwa hivyo kabla dhambi ifike kwa kiwango cha kuzaa matunda, tengeneza, tubu ni mapema. Ndoa itaisha nikisema hii dhambi ndugu yangu, ndoa iishe, lakini ufalme wa mbingu ni wa maana sana kuzidi ndoa. Unaweza kuprotege ndoa. Na ndio maana nasemaka unapoingia kwenye ndoa, dada, epuka sana kujenga msingi wa uongo kwenye ndoa. Kama kuna kitu ambacho usingi yake vibaya, kuna mtu alikuwa sema no, unajua toute vérité n'est pas bonne à dire. Sio kila kweli kuizungumza, lakini kuna vitu zingine ukianza msingi mbaya, kuiondoa ile msingi inakuwa ni nguvu sana. Afadhali kijana akikuchumbia ama binti akikuja anataka kuchumbiwa na wewe, kama atakukatala lakini aende. Kuna mtu mwenye atakalaka tu siku mwana anasema nimekutana na madada mwa hii dunia, sijawahi kupata dada mwenye aliniambiaka hiki na hiki na hiki. Inaweza kuwa jambo fulani yeye atashuhudia kule mbele, anasema ningewaka dada fulani kabisa, ule dada ananiambiaka kweli. Kweli itakusaidia sana. Unaweza kuingia katika, umepata uchumba, unapata ndoa katika msingi wa bongo, ile msingi kuibomola dadangu haitakuwa rahisi. Umepata kazi msingi wa bongo, ile dhambi inakuwa sawa, ile ni mnara, ni madhabahu umejengea, kuvunja ile kitu inakuwa ni nguvu. Kwa hivyo maisha yako na demere pale pale. Lakini nataka nikwambie na habari njema kwako leo, kuna nafasi nzuri ya kuweza kutubu na Mungu akikusaidia ukitubu. Daudi alifikiria ni mchezo. Mungu akishatamka mabaya juu yako, hata kama umeokoka na ulishatubu, unaweza enda mbinguni, lakini kenye kitafanyika katika familia yako ndugu yangu ni kibaya. Mungu akamwambia Nathani,
mwambie Daudi yule mtoto mwenyewe anazaliwa kwanza atakufa, hataishi. Daudi akawaza ni ziaka. Mungu abamziaki, ziaki myomba wako, shangazi yako, jirani yako, baba yako, mama yako, lakini Mungu abaziaki Mungu. Koseana na ndugu mwenzako lakini kumziaki Mungu. Mungu anamwambia yule mtoto hataishi, atakufa. Biblia inasema Mungu akampiga magonjwa. Mungu ndiye alimpiga magonjwa yule mtoto. Mtoto akagonjeka. Kuko mamaladi zeniko incurable, sio kwa sababu madaktari hawezi kuzitibu. Lakini Mungu amepermit ile magonjwa ifanyike kwa sababu anatafuta kufundisha somo. Ni magonjwa yenyewe yanatibika kienyeji inatunziwa na watu wote kirahisi. Lakini Mungu anapermit. Ndio maana nikwambia kuna vitu vingine Mungu anaanza permit malere kwako ili kwamba akurashete. Mungu apermit malere jua kuangamize. Mungu anapermit saa zingine malere kufikie jua nini? Umurudilie. Madaktari hawajashindwa kukutibu wewe, hapana, lakini kwa sababu kuna kitu ambacho uliasi Mungu, na njoo Mungu anapermit kiikale pale ili kwamba akufundishe somo. Siku utajaliwa neema ya kusikia message kutoka kwa Nathan, umtafute Mungu na Mungu akufungule. Daudi walaza ni mchezo. Daudi anakamata siku 7 kufunga. Mungu akwake impressione na kufunga na kuomba, hapana. Hata kama anatuambia tuombe, tuombe, kuna zambi zingine, kuna majaribu mengine tutashinda bila kufunga na kuomba. Lakini angalisho, kuna vitu zingine ambazo kama Mungu amekuambia, amekukemea jambo na unashindwa kulifanya, na anakuambia nitakuadhibu. Lazima atakuadhibu. Kwa hivyo ndio maana wakati mwingine unajaribu hiki kinashinda, mwambie Mungu nini mbaya? Nilikosea, Mungu unirevele basi nijue. Sababu Daudi angedemere vile, Mungu angemwacha Daudi atembee vile, na wenda kesho angeua mwingine, lakini bidi Mungu amupige ili kwamba afundishe Israeli nzima. Anafanya siku 7 kula na kunywa, anajifunga mbele za Bwana, magunia, anajinyima chakula, aseme watu yake hawangeweza kumkaribia, kumuletea hata kitu, maana walikuwa wanaiko na hasira. Kwanza habari ya mtoto kufa, bali alikuwa ameshindwa kumwambia. Lakini Mungu anamwambia mimi njoo Mungu. Mungu atabakia kuwa Mungu tu, na Mungu atembee sawa sawa na kanuni za wanadamu jamais. Mungu anaoka nyuma neno lake kulitimiza. Na hakuna njia nyingine ambayo hakuna shortcut. Kwa wanadamu ndio kunaoka shortcut, lakini kwa Mungu hakuna shortcut. Nilikwambia mwanadamu mbele za Mungu hakuna shortcut. Shortcut kama ni toba, uende tubu. Kwisha, hakuna njia nyingine. Usipotubu, uko unapandisha madhabahu polepole, na mtoto mwenye utazaa atatembea katika ile dhambi na itakuwa ni imetawala familia nzima. Uinsiste, ungangane. Mungu afatana kungangana yako jamais. Uombe. Uishi maisha ya kuomba. Unaweza kuwa uko unafuata safari ya mrefu ijapokuwa safari ni mfupi tu hapo. Wanakuambia uende tu uombe msamaha, inaishia pale. Uende utubu, inaishia pale. Kwa hivyo kama una doubt ama una mashaka ndani mwako, mwambie Bwana unisaidie. Nataka nisikie sauti yako, uniongoze katika njia ambayo nitafanya ili kwamba Mungu akusaidie. Kuna vitu ambazo umejaribu zinashindikana. Wengine wanajaribu wanafaulu, wewe unashindwa. Wenda saa zingine haijakuwa muda wa Bwana. Lakini kama kuna jambo ambalo Mungu alikwambia hautatoboa pale kwa sababu ya hivi, dada yangu, you are wasting time. Wende utafute Mungu na ili kwamba Mungu akusaidie, na leo utaona kabisa deliverance kwenye maisha yako. Baba, katika jina la Kristo, Mwamba salama, Alfa Omega, Simba kabila Uda, nasema asante Baba, sifa, shukrani, tukufu kurudie kwa ajili ya ndugu dada ambao wananifuata pote mahali hapo Bwana. Namwombea Bwana majeshi kila mtu ambaye amepata neno hili Bwana mabwana, kwa njia moja ama nyingine Bwana, acha umsaidie Bwana, acha neno hili kendele kakae ndani mwake, likendele kaleta nuru Bwana, kila kwenye giza ilikuwa imeingia, acha likamulike Bwana, yale yote ambayo ameweka ndani Bwana, aweza kaitoe. Najua ni sumu ambayo imeingia ndani mwake. Wengine ameshindwa atachomoka namna gani, amebanwa, amekuwa mateka Bwana majeshi wa dhambi, lakini Bwana nataka leo Bwana neno hili Bwana iwe ni taa kwa ajili ya angazia huyu ndugu, awe ni mpagani au ni Mkristo Bwana majeshi. Siku ya leo ninamuomba Bwana, ninakuomba Bwana majeshi, kutana naye Bwana majeshi, mjalie mahali ameshindwa, amejaribu kutoka katika ile maisha Bwana, ameshindwa Bwana, mfungulie njia nyingine Bwana majeshi, ili kwamba kaweze kukamokoa. Asante Bwana, asante Mfalme. Kuna mwingine ametafuta nafasi ya kuomba msamaha, ametafuta nafasi ya kutubu, amekosa Bwana, moyo wake umekuwa mzito kwa sababu dhambi imemvamia sana. Acha Bwana majeshi, siku ya leo Bwana ukarahisishe kila kitu Bwana, akaweze kupata nafasi ya kufungua moyo wake, akaweze kupata nafasi ya kutubu ile dhambi Bwana, ili kwamba isiwe ni urithi ambao ataacha hata kwa watoto. Asante Simba kabila Uda, asante tegemeo langu, msaada kweli Bwana majeshi, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu naomba na kuamini, amen, amen.